Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein na ripoti yetu ya leo tunakufahamisha kombora jipya la Warusi lenye muundo wa drone linalofahamika kama Banderol. Wakati huu Urusi imezindua kombora jipya la Banderol, kombora hatari mno linalofanana na ndege ya kivita. Inaonekana Urusi imeanza kutumia kombora jipya linaloitwa Banderol kuishambulia Ukraine. Wataalamu wanasema ni mseto wa ndege isiyokuwa na rubani, bomu pamoja na kombora. Matumizi ya silaha hii mpya ya Urusi yameripotiwa kwa mara ya kwanza mwezi Aprili na mtaalamu wa Ukraine wa mifumo ya vita vya kielektroniki na mawasiliano, Sergei Beskerstov. Kulingana naye, drone hizi ambazo zinaitwa Banderol zimekuwa zikishambulia eneo la Odessa kwa wiki kadhaa mfululizo. Zina injini na ndege na hufikia kasi ya takribani kilomita 400 hadi 500 kwa saa. Mtaalamu huyo anaelezea kwamba ndege hizo zinaweza kukaa hewani kwa muda mrefu, huchunguza shabaha badala ya kufanya shambulizi moja kwa moja kama vile zinazofanya Shahed. Mapema mwezi Mei, Beskerstov aliripoti kuhusu Banderol na akaita drone ya masafa marefu yenye kasi na kichwa cha kombora cha takribani kilo 100. Kulingana naye, ndege hiyo isiyokuwa na rubani inaweza kuruka kilomita 2000 ndani kabisa mwa eneo la Ukraine. Mchambuzi mwingine wa Ukraine wa masuala ya kijeshi Oleksandr Kovalenko baadaye alitoa taarifa zaidi kuhusu kombora hili la Banderol. Aprili, droni 4 zilidunguliwa katika anga juu ya Bahari Nyeusi zikitembea kwa kasi ya wastani ya kilomita 500 kwa saa. Zilirushwa kutoka sehemu ya magharibi ya Crimea inayokaliwa na Urusi na kusafiri sehemu ya usawa takribani mita 500 kwenda juu. Drone ziliruka masafa kilomita 140 hadi 150 kulingana na Kovalenko. Njia ya drone hiyo imenyoka bila kwenda kulia wala kushoto. Hata hivyo, hali hii ilibadilika mapema mwezi Mei. Ilirekodiwa kwamba Banderol ina uwezo wa kuzunguka na inaweza kufikia kasi ya kilomita 750 hadi 800 kwa saa. Kovalenko ameripoti kwamba Mei 3 ndege isiyokuwa na rubani iliruka kwa urefu wa mita 500, lakini ilipovuka ufuo ilishuka chini hadi mita 100 ili isionekane na ulinzi wa anga. Kurugenzi kuu ya ujasusi wa Ukraine ilithibitisha uvumi huu kwa kuchapisha picha ya Banderol na maelezo ya vipengele vyake mnamo Mei 12 mwaka huu. Kwa muonekano na sifa inafanana na ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine zinazoitwa Peklo Alianstisia. Ni aina ya mseto wa ndege isiyokuwa na rubani ambayo pia ndani yake ina kombora. Zinaweza kurushwa kutoka ardhini na kutoka kwenye ndege. Kulingana na ujasusi wa Ukraine, Banderol inarushwa kama ndege isiyokuwa na rubani za Orion, pia zinajulikana kama Inohodetsi, na katika siku zijazo Urusi inapanga kuzirusha kutoka kwa helikopta za My-28N. Hii ni Orion, ndege kubwa yenye uzito wa hadi tani 1, urefu wa mita 8 na urefu wa mabawa ya mita 16.3, ambayo inaweza kukaa angani kwa saa 24 na kupaa kwa urefu wa kilomita 7.5. Vyanzo vinaeleza kwamba katika jeshi la anga la Ukraine limethibitisha matumizi ya Banderol ya Warusi. Waangalizi wa kijeshi wanasema drone hiyo inaweza kuwa hatari sana. Oleksandr Kovalenko anabainisha kuwa uwezo wa kuendesha na kasi kombora hilo hufanya iwe vigumu kulidungua. Kimsingi hili ni kombora hatari. Jarida maalum la Defense Express linaamini kwamba Urusi inajaribu kutengeneza kombora la bei nafuu kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Ukraine. Urusi haijatoa taarifa kuhusu drone hiyo. Inaonekana silaha hii bado ni ya majaribio. Vinginevyo kungekuwa na taarifa zaidi kuhusu matumizi yake na vitu vilivyoshambuliwa. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.